Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump atangaza kuongeza muda wa usitishaji mapigano kati ya Israel na Lebanon kwa wiki 3 baada ya mazungumzo katika ikulu ya White House. Utafiti mpya unaonyesha kwamba watoto wanaougua malaria kali wanaweza kupata athari ya kudumu ya ubongo na uelewa wao kuwa mdogo baada ya miaka kadhaa. Na utasikia miaka zaidi ya 25 ya msanii Mad Eyes kutoka nchini Uganda aliyejizulia umaarufu Afrika Mashariki kwa kuweza kutumia vema lugha ya Kiswahili kwenye sanaa yake. Unachofanya unaona kipae baby girl, mimi nifanyeje? Nimefanya mambo mengi nikuridhishe wewe, lakini girl you driving me crazy. Nifanye kitu gani uelewe? Nifanye jambo gani uridhike? Namna hiyo ni Juma leo Aprili 24 mwaka 2026. Kwanza nampisha hapa Sarafina Robi anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Sarafina, Ijumaa imefika bwana, karibu. Imefika, tunashukuru. Asante Skola. Tukianza ni kwa Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba usitishaji vita nchini Lebanon, ambapo Israel inapambana na kundi linaloungwa mkono na Iran, Hezbollah, utaendelea kwa wiki 3 zaidi. Usitishaji wa sasa ulipaswa kuisha siku ya Jumapili. Tangazo la Rais Trump linajiri baada ya duru ya pili ya mazungumzo na maafisa wakuu wa Lebanon na Israel mjini Washington DC. Hezbollah walikuwa wamepinga mkutano huo, huku wanajeshi wa Israel wakiendelea kuteka maeneo ya kusini mwa Lebanon. Muda mfupi kabla ya mazungumzo hayo kuanza, ilisema kuwa ilianzisha mashambulizi mapya ya roketi kaskazini mwa Israel. Idara ya sheria ya Marekani imesema mwanajeshi wa kikosi maalum ambaye anadaiwa kujipatia zaidi ya dola 400,000 kwa kuweka kamari kuhusu kuondolewa kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro amekamatwa. Saa chache kabla ya Rais Trump kutangaza kuwa Nicolas Maduro amekamatwa, Gannon Ken Van Dyke anaaminika kuweka dau iwapo Maduro angeondolewa ofisini na iwapo Marekani ingeivamia Venezuela. Msururu wa kamari za mara kwa mara ulisababisha uchunguzi. Van Dyke anakabiliwa na mashtaka kadhaa, ikiwa ni pamoja na ulaghai wa fedha na kufanya miamala isiyo halali ya fedha. Anaweza kufungwa jela hadi miaka 50 iwapo atapatikana na hatia. Takriban raia 17 wameuawa na wanamgambo wa Kiislamu kaskazini mashariki mwa Nigeria. Zaidi na David Nkya. Afisa mmoja kaskazini mashariki mwa Nigeria ameliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba waathiriwa walishambuliwa walipokuwa wakiokota kuni eneo la Gwoza katika jimbo la Borno. Habari za shambulio hilo zinajiri huku jeshi la Nigeria likiripoti operesheni kubwa kadhaa za usalama zilizofanikiwa katika siku za hivi karibuni. Na zaidi ya wahamiaji 250 kutoka India wanaodaiwa kuwa wana asili ya moja ya kabila zilizopotea za kibiblia za Israel wamewasili Tel Aviv. Wao ndio wa kwanza kuwasili tangu serikali ya Israel ilipoamua mwezi Novemba kupokea takriban watu 4,600 wa jumuiya ya Bnei Menashe wa Manipur na Mizoram kaskazini mashariki mwa India. Wanasema ni wazawa wa mojawapo ya kabila 10 zilizopotea za Israeli ya kale ambao walifukuzwa na wafalme wa Ashuru takriban miaka 2700 iliyopita. Hii ni BBC. Ni muhtasari wa habari za ulimwengu ambao umesomwa kwako na mwenzangu huyo Sarafina Robi, yuko studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC msikilizaji, na unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia redio Kwizera, inapatikana Ngara, CGFM kule Tabora, Radio Free Africa Mwanza na Radio 1 Dar es Salaam. Kenya Must FM, Mwenedu FM, lakini kule DRC Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Uganda Radio Paidha, Radio Lira na Radio Kitara.
internet ni katika bbcswahili.com. Na kukumbusha msikilizaji, matangazo haya yanakujia pia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Pale unarambaza tu ndika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba usitishaji vita nchini Lebanon, ambapo Israel inapambana na kundi linaloungwa mkono na Iran, Hezbollah, utarefushwa kwa wiki 3 zaidi. Usitishaji wa sasa ulipaswa kumalizika siku ya Jumapili. Tangazo la Trump linakuja baada ya duru ya pili ya mazungumzo na maafisa wakuu wa Lebanon na Israel mjini Washington. Hezbollah walikuwa wamepinga mkutano huo, huku wanajeshi wa Israel wakiendelea kuteka maeneo ya kusini mwa Lebanon. Na taarifa zaidi na Sarafina Robi. Great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of... Huyo ni rais wa Marekani Donald Trump akitangaza kwamba muda wa kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon umeongezwa kwa wiki 3. Katika mtandao wake wa Truth Social anasema hili linafuatia mkutano kati ya maafisa wa Israel na Lebanon katika ofisi ya Oval. Katika tangazo lake, Trump anasema mkutano huu, ambapo makamu wa rais JD Vance na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio pia walikuwepo, ulikwenda vizuri sana. Anasema ilikuwa ni heshima kubwa kuwa mshiriki wa mkutano huu wa kihistoria, na anasema anatazamia kuwa mwenyeji wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa Lebanon Joseph Aoun katika siku zijazo. Great meeting with the very high officials of... Nilikuwa na mkutano muhimu na viongozi wa ngazi za juu za Lebanon na Israel, na tunadhani kwamba rais wa Lebanon na waziri mkuu wa Israel katika wiki kadhaa zijazo watakuja hapa, na wamekubali kuongeza kwa wiki 3 kwa kusitisha mapigano. Hakuna kushambuliana tena. Tunatumai hilo linaweza kutokea kati yao, ila kuna Hezbollah na tunafanya kazi na Lebanon kurekebisha mambo katika nchi yao. Ninaamini ni kitu ambacho tunaweza kufanya kwa urahisi sana. Pretty easily. Mazungumzo kati ya nchi hizo mbili yalioanza na duru ya kwanza mapema mwezi huu katika ikulu ya White House ni mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja tangu mwaka 1993. Balozi wa Lebanon nchini Marekani Nada Hamadei Mowad, balozi wa Israel nchini Marekani Yeshua Al-Lekter, balozi wa Marekani nchini Lebanon Michelle Issa na balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee, kila mmoja anamsifu Trump kwa mchango wake katika mazungumzo hayo. Haya yanajiri huku jeshi la Israel likisema jeshi lake la anga limenasa na kudungua makombora kadhaa yaliyorushwa kutoka Lebanon, huku ving'ora vikilia katika eneo la Shtula. Hezbollah inasema kwenye Telegram kwamba ililenga eneo hilo katika shambulio la roketi. Haya yanajiri wakati mazungumzo kati ya Lebanon na Israel yakiendelea mjini Washington DC, kulingana na vyombo vya habari vya kitaifa vya Lebanon. Asante Sarafina Robi. Wawakilishi katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuajiriwa kwa watoto na magenge ya uhalifu nchini Haiti. Hatua hii imefuatia ripoti ya shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF mapema mwaka huu ikisema iliongezeka kwa 200% mwaka 2025. Nchi hii imekumbwa na ghasia na magenge yaliyoenea kwa miongo kadhaa. Wakati huo huo, zoezi la usambazaji chakula limeendelea kuwa gumu nchini Haiti, huku kutokana na hali ya usalama, ambapo mwakilishi wa kikanda wa shirika la chakula duniani WFP nchini humo Laura Castro anasema hali ni mbaya. Today you are seeing... Leo unaona chakula cha mwisho tulichonacho kutoka kwa serikali ya Marekani kimefika na sasa kinasambazwa, lakini tutaishiwa, hatutakuwa na chakula. Tukiacha kuwapa chakula wanawake walio katika mazingira magumu, walio katika vituo vilivyohamishwa na wanawake walio katika familia zinazowapokea, itawabidi kutafuta chakula hiki kwa namna fulani, na hilo litawafanya wawe hatarini sana, wanyonge zaidi kuliko walivyo sasa. Very vulnerable, much more vulnerable they are now. Inakadiriwa kwamba nusu ya washirika wa magenge ya wahalifu ni watoto huko Haiti, na hivyo kufanya taifa hilo kuwa maeneo hatari zaidi ulimwenguni kwa mtoto. Wawakilishi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wamesisitiza haja ya kuwalinda watoto, huku kukiwa na mzozo wa kibinadamu, kiuchumi na kiusalama wa Haiti.
Kaimu mkazi mkuu wa Haiti Alex Didier Fils-Aimé anasema ni wakati wa kukusanyika pamoja ili serikali ichukue nafasi yake inayostahili na kwamba Haiti haitaangamia. Tangu vita vya magenge vilipozuka mwaka 2021, karibu watu milioni 5 wamekimbia makazi yao kutokana na ghasia hizo, nusu yao wakiwa ni watoto. Maelfu wameuawa pamoja na ripoti zilizoenea za unyanyasaji wa kingono, utekaji nyara na unyang'anyi. Utafiti mpya umegundua kwamba watoto wanaougua malaria kali wanaweza kupata athari ya kudumu ya ubongo, huku wengine wakipata alama za chini na uelewa wao kuwa mdogo na uwezo wa kufikiria kuwa umeathiriwa baada ya miaka kadhaa. Utafiti huo uliongozwa na kufanywa nchini Uganda na Paul Bangirina ambaye ni profesa mshiriki wa saikolojia katika chuo kikuu cha Makerere mjini Kampala. Ulifuatia watoto ambao walikuwa wametibiwa aina 2 za malaria makali. Waliwafuatilia watoto hao kuanzia mwaka 2008 na kugundua baadhi yao walionyesha dalili za kuathirika kwenye utambuzi, kufikiria, kujifunza ndani ya mwaka 1 hadi 2 wa maambukizi ya malaria makali. Lakini uchambuzi wa hivi karibuni unaonyesha athari hizi zinaweza kudumu kwa muda mrefu zaidi. Taarifa hii inasomwa hapa na Esther Luambano. Jumla ya watoto 939 walipimwa tena, wengine hadi miaka 15 baada ya kupata malaria iliyoenda kichwani au anemia kali iliyosababishwa na malaria. Malaria ya ubongo ndiyo aina kali zaidi. Inatokea wakati ambapo chembechembe za damu zilizoambukizwa zinapowekwa kwenye mishipa midogo ya damu kwenye ubongo, hivyo kuzuia mtiririko wa damu na kusababisha uvimbe. Inaweza kusababisha kushindwa kujitambua, katika hali nyingine hupelekea kifo. Pamoja na anemia kali ambayo hutokea wakati mwili hauzalishi seli nyekundu za damu za kutosha, inadhaniwa kuathiri zaidi watoto milioni 2 kila mwaka, wengi wao katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Wakati watafiti waliporekebisha mambo kama vile hali ya kijamii na kiuchumi na elimu, walibainisha kuwa tofauti za upatikanaji wa huduma za afya zinaweza pia kuwa zimeathiri matokeo. Walipata watoto waliofanya vibaya zaidi katika hesabu kuliko wale ambao hawakuwa na ugonjwa huo. Mwaka 2024, malaria ilisababisha takriban visa milioni 282 na vifo 610,000 duniani kote kutoka vifo 598,000 mwaka uliopita, kulingana na shirika la afya duniani WHO. Vifo vingi ni miongoni mwa watoto wadogo barani Afrika. Ingawa maendeleo yamepatikana katika kupunguza idadi ya vifo duniani tangu mwanzo wa karne hii, wataalamu wanasema ni kama vile maendeleo yamesimama katika miaka ya hivi karibuni. Wakati nchi 47 zimeidhinishwa kuwa hazina malaria, nyingine ikiwa ni pamoja na Ethiopia, Madagascar, Afghanistan na Yemen zinashuhudia kuongezeka kwa kesi. WHO imesema kuibuka tena kwa ugonjwa huo kwa kiasi fulani kunatokana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yamesababisha hali ya joto na unyevunyevu, ambapo mbu hukua na kusukuma wadudu wanaoeneza magonjwa katika maeneo ambayo hayakuathiriwa hapo awali. Ni Esther Luambano na ripoti hiyo kuelekea siku ya malaria duniani ambayo itaadhimishwa hapo kesho Aprili 25 kesho. Twenzetu viwanjani bwana. Oh yes. Kama kawaida. Headphone umefanyaje? Jamaa nini? Headphone mbona nini? Mimi ya mambo wapi na mimi wapi na wapi jamani? Mshambuliaji wa Hispania Lamine Yamal ametakosa msimu uliosalia Barcelona, lakini anatarajiwa kuwa fiti wakati wa finali za kombe la dunia Scola. Mchezaji huyu atakuwa fiti. Yes, wenzetu wanaweza kutabiri vizuri. Kinda huyu mwenye miaka 18 alipata majeraha ya msuli wa paja katika mguu wake wa kushoto wakati wa goli 1-0 dhidi ya Celta Vigo Jumatano. Alikuwa ameipa Barcelona bao la kuongoza kwa mkwaju wa penalty dakika 40, lakini mara moja baada ya kuonyesha kwamba jeraha limekuwa gumu na kukaa chini akishikilia mguu wake huo, alisaidia kutoka nje na wafanyakazi wa matibabu na kwenda moja kwa moja nje ya uwanja. Kwingineko, shirikisho la soka la kimataifa FIFA halina mpango kuibadilisha Iran na kuchukua nafasi yake kwenda kwa Italia kwenye michuano ya kombe la dunia msimu huu wa joto. Hii ni kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali baada ya mabadiliko hayo kupendekezwa na mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump. Kumekuwa na sintofahamu inayoendelea kuhusu ushiriki wa Iran katika michuano hiyo kwa sababu ya vita vya Marekani, Israel na Iran. Mjumbe maalum wa Marekani Paulo Zampoili ameliambia gazeti la Financial Times la kwamba anathibitisha kwamba Trump na Infantino walizungumza kuhusiana na hilo, lakini hakuna uhakika. Ubalozi wa Iran unasema pendekezo la Zampoili limeonyesha kuporomoka kwa uhusiano kati ya Iran na Marekani. Kwenye ugomvi unaolipa ndondi, Floyd Mayweather anatarajiwa kurejea tena uwanjani ulingoni. Amezeeka lakini ndio hivyo pesa mama. Msimu wa joto kabla ya kupambana na kwa mara nyingine tena na mkali Manny Pacquiao, unamfahamu huyu Vizuri nakumbuka pambano nao la mara mwisho ilikuwa mwaka
2000 na ngapi lilichezwa kama saa 9 usiku, kwa sababu ilikuwa saa za kule kwa saa za hapa kwetu Afrika Mashariki. Watu wako lala hivi. Sasa huenda akarejea tena kupigana. Ilikuwa ni taarifa kushangaza kwamba Mayweather alitarajiwa kurejea tena ulingoni baada ya kutangaza kustaafu. Mambakiwa anatoka bara Asia, sio? Yes, anatoka Filipino pale. Katika wiki za hivi karibuni kumekuwa na mashaka juu ya pambano hilo, ingawa Mayweather aliye kwamba pambano hilo litarajiwa kuwa la maonyesho badala ya mashindano ya ile ya kitaaluma, huku Pacquiao akisitiza kwamba litakuwa ni pambano linaloidhinishwa kikamilifu. Yes, unajua huyu pia ni mtumishi wa Mungu Pacquiao, wanatembea na Biblia. Namaliza namna hiyo. Skola, leo ni Ijumaa. Huyu anasema nimeona SMS inasema send me money for nails, nikaiblock. Kumbe ni fundi alikuwa anataka pesa ya misumari. Sio ya kucha.